Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, and Fabidigo TV. Okay. Mambo vipi wadau wetu wa YouTube channel zetu, pale mnapotusikia muda wote na pale ambapo mnasikia sauti hii, na wakaribisha tena katika siku hii ya leo na muda huu wa leo kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo yametufikia katika studio zetu, nami nikiwa naitwa Fabidigo katika channel zetu zile zote ambazo mnasikia sauti hii. Kitu cha kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pale ambapo unakuwa unasikiliza hii sauti. Subscribe kitufe hapo chini ili kuweza kupata notification, na utagonga kengele hapo ya kengele all notification, na kulike na kucomment ili uweze kupata habari kila siku, updating news, habari ile ambayo inakuwa tunai-update kwa muda huo au tunaipakia kwa muda huo, na utakuwa ni mtu wa kwanza wa kusikiliza. YouTube channel zetu tunakuwa tunatoa habari za michezo, tunatoa habari za ICT, kusoma masuala ya teknolojia, habari na mawasiliano ICT. Pia tunaweza kutoa habari za kufundisha maisha, alama za miguuni, alama za kisayansi daima, yani kwamba mikononi nini, au kwamba wewe ujifahamu ni mtu wa aina gani. Tunakuwa tunafanya hivyo. Kwa hiyo basi njoo unisikilize kuanzia hapa ninapoanzia mpaka ninapoishia, uwe na mimi mpaka mwisho. Habari iliyonifikia leo ni habari nzuri sana ambayo nimeifuatilia kwa undani zaidi na nikapata ukweli na uwazi. Ukweli na uwazi ambao nimeupata hapa ni kuhusiana na kocha aliyekuwa kocha mkuu wa Simba Football Club msimu uliopita wa 2024-25 ambaye aliwafikisha katika finali ya kombe la shirikisho CAF, ambapo Simba na Berkane walicheza finali 2024 na 25 na wakafikia kucheza kwa kupigwa na Berkane kule nyumbani kwao, ikawa 2-2 kwa huko Berkane, yani Morocco. Lakini pia Berkane walipokuja Tanzania walichezea pale uwanja wa Amani Zanzibar, ambako Simba walitoka 1-1 na Berkane kufanikiwa kuchukua kombe hilo, na refa aliyechezesha siku hili akaonekana kuwanyonga sana Simba na akagoma akitolewa kwa kadi nyekundu, ambapo Simba walicheza pungufu ndani ya dakika 44. Mtasali huo unamaanisha nini? Unaonekana kwamba wachambuzi na watu wengi sana wamepata taarifa kwamba David Fadlu David ambaye anaitwa Fadlu David ambaye amezaliwa mwaka 1981 huko South Africa, amekuja anatarajiwa kurejea tena Dar es Salaam au katika jiji la Dar es Salaam kuwafundisha watani wa Simba ambao wanaitwa Young African, baada ya uongozi wa Yanga kwenda kuanzisha mazungumzo ya kocha wa Simba wa zamani ambaye anaitwa Fadlu David kuweza kumtoa katika nchi ya Morocco anakofundisha kikosi cha Raja Casablanca. Anaonekana kwamba ni kocha ambaye Yanga Football Club wamemkubali na kutaka kumchukua ili aweze kuifundisha timu hiyo ya Young African. Taarifa ikoje? Naomba nisikilize kwa undani zaidi. Baada ya Young African kuona kwamba kocha wao aliyekuwa na muamini yule Mreno ambaye alichukua mikoba ya yule kocha ambaye walimfukuza wakiwa jijini Mbeya baada ya kutoa draw awamu ya kwanza, yani raundi ya kwanza Mbeya City walipotoa na Yanga Football Club. Hapo ndipo walipomfukuza kocha wa Yanga yule ambaye walikuwa nasema anasimama kama Chuck Norris, lakini baadaye wakamleta kocha huyo ambaye anaitwa kocha kutoka Ureno. Leo wanamtaka South Africa ambaye anaitwa David Fadlu, baada ya kuona kwamba ndiye atakayelisi mikoba labda ya makocha wazuri waliopita kama vile Gamondi au Nabi. Sasa taarifa sisi tumeipata kiundani zaidi baada ya kutumiwa taarifa hizo katika vyanzo vya habari vyetu, nasi tukitumiwa katika email zetu, nasi tukisoma hiyo habari kutoka kwenye uongozi wa Yanga kwamba wameanza kufanya mazungumzo
mazungumzo na kocha mkubwa wa Simba aliyekuwa Simba na aliyowafanikisha Simba kuingia fainali ya kombe la shirikisho ndani ya miaka mingi kutoka mwaka 1993 pale ambapo Simba waliingia mara ya mwisho, lakini Fadlu wakaanza kuirudisha Simba 2024-25 kuweza kuifanya kwamba imeingia katika fainali ya shirikisho kafu. Kocha huyo wa Simba ambaye alikuwa anaitwa Simba Fadlu Davis, ambaye alikuwa ni kocha wa Simba aliyeifanikisha Simba kufika hatua hiyo, lakini alichukuliwa na Raja Casablanca, timu ya Morocco ambaye ni timu kubwa Afrika, imechukua kombe la ili kombe mara 3, kombe la Champions League, yani klabu bingwa Afrika imechukua mara 4, mara 3, not mara 4, mara 3, ambapo hiyo timu imeweza kumchukua huyo kocha ambaye anaitwa Fadlu David, na kweli Raja Casablanca imerudi katika uwepo wake wa kuonekana ni timu nzuri na inaonekana itakuwepo katika mashindano ya kimataifa msimu huu, lakini Fadlu anaonekana kwamba ni kocha ambaye anapendwa sana na vilabu vingi. Leo tukiwa tunaigusia Yanga Football Club kwamba wanamhitaji, ina maana kwamba ni jinsi gani wanavyomhitaji baada ya kuonekana kwamba alipotoka Simba alifanya vizuri huyo kocha Fadlu, lakini alivyoenda Raja Casablanca anaonekana Raja Casablanca ameitengeneza baada ya kupotea kwa muda mrefu. Kwa hiyo basi Yanga wanataka waendeleze moto wao wa kumleta huyo kocha ili aweze kuizibua Yanga na Yanga iendelee kuwa vizuri. Kocha David Fadlu aliondoka Simba kwa tetesi ya kwamba kutoelewana na viongozi wa Simba Football Club pale Fadlu alipopoteza michezo yote na Yanga Football Club pale ambapo ngao ya jamii ya msimu huu wa 2025 na 26 alipopigwa Fadlu mwezi wa 8 mwaka jana, ambapo alionekana kwamba viongozi wengi wa Simba na mashabiki wengi wa Simba hawakupenda mwelekeo wa kupigwa na Yanga kila mara, wakaonekana kwamba wanamrushia lawama kocha. Kocha alipata message nyingi sana kwenye mitandao yake ya kijamii, kwa mfano Instagram na Facebook, wakimtumia message nyingi wale mashabiki wa Simba wakimtukana kwamba kocha ajui. Sasa kwa vile kocha alichatoka kufanya mazuri Simba kuwafikisha robo fainali ya shirikisho, akaona kwamba Simba akiondoka na jina lake zuri la kuwafanyia mazuri kama yale yaliyofanyika. Kwa hiyo kocha Fadlu alivyoondoka ikaonekana kwamba Simba ikadorora kwa muda mrefu, wakapita makocha wengi sana ambao walikuwa ni wengi, wakiwepo Matatu na makocha wengine wote wakafukuzwa, lakini akaja huyo kocha ambaye anaitwa Steven Becker ambaye ndo amevaa vizuri nguo au viatu vya kocha ambaye anaitwa David Fadlu. Sasa viongozi wa Yanga wakiona maendeleo waliopata Simba kwa muda mfupi na Simba ikiwa ni mbovu, haina wachezaji wazuri, wachezaji wa Simba walikuwa ni wakina Kibu Dennis, ndo wale walikuwa mastaa wa Simba, pamoja na mchezaji huyu ambaye anaitwa Elie Mpanzu Kibisawala ambaye sasa ndo alikuwa star wa Simba moja kwa moja. Akiangalia na uwepo wa kocha wa Simba ambaye anaitwa Fadlu kwamba alikuwa na uwezo wake mkubwa tu, kwa sababu wachezaji ambao walikuwa wanafundisha Fadlu Simba walikuwa wana viwango vile vya kutisha, ambapo sasa viongozi wa Yanga akiongozwa na Engineer Inside akiwa na uwezo wa kumvuta huyu Fadlu kuonekana kwamba huyu ndio kocha ambaye atawafaa Yanga kuwafikisha sehemu fulani. Je, matamshi haya unayoyasikia kwenye YouTube channel yako unayosikiliza kwamba yanamaanisha nini, au kuna ukweli ndani yake, au je Fadlu anasemaje kuja Yanga? Kwa vile tetesi zimeanza kuzungumzwa kwamba viongozi wa Yanga akiwemo kiongozi mkuu wao ambaye anaitwa Rais Engineer Inside kwamba anamhitaji Fadlu. Fadlu maneno yake ni kuangalia kipato jinsi gani mshahara utakavyokuwa. Sisi tetesi hizi tulizozipata tukawa tahusisha sana kumjua Fadlu amesemaje baada ya Yanga kumtajia. Kumbuka kwamba Fadlu aliondoka Simba akaenda Raja Casablanca. Raja Casablanca wanampa mshahara mzuri sana. Je, Yanga wana uwezo wa kumtoa Fadlu wakamleta Tanzania kwa mshahara ule wa Raja Casablanca au wakamuongeza zaidi? Swali linakuja hapo.
kwamba Fadu amesemaje katika mshahara ambao Fadu ameutaja. Je, kama Yanga watakuwa tayari kumpa, ndipo yeye amesema anaweza kuja. Kama wanaweza kumpa dola 40,000 mwisho wa mwezi, yeye anaweza kuja. Dola 40,000, kama hapo wewe ni mtaalamu wa hesabu, hapa hesabu dola 40,000 mara 2,600, maana dola moja sasa hivi ni zaidi ya 2,600. Kwa kama utapiga calculation kwamba dola 40,000 kama Yanga watampa dola 40,000 mwisho wa mwezi huyu kocha, yani hela ya Tanzania, au hapo watu wao Yanga wataweza kumnasa kocha David Fadu au Fadu David. Hiyo ndio tathmini ambayo tumeipata sisi kama chaneli ambayo iko Murwa kwa ajili ya kukusikilizisha kila siku au kukuletea habari kila siku zile ambazo tumezinyaka na kuzipata kwa muda huo, nasi tukikuletea wewe ili uweze kuwa kuweza kupata hayo mambo. Sasa ukiwa mtu anachukua dola 40,000 kwa hela ya Kitanzania sawasawa na shilingi milioni 104. Kama Yanga wanataka kumsajili Fadu, anataka mshahara milioni 104. Kumbuka kwamba kocha anayechukua hela kubwa hapa Tanzania ni kocha wa Azam anaitwa Ibenge, ndio anachukua hela hizo kama milioni 100. Sasa mshahara kama huo, kama Yanga wapo tayari kumlipa huyo jamaa, kama wapo tayari kumlipa huyo Fadu, basi yeye Fadu amesema yeye anachohitaji ni kufanya kazi kwa mshahara mzuri alipofikia yeye. Hayo ni maneno ambayo nimeyatamka mimi na nikiyapata kwenye vyanzo vyetu vya habari. Endelea kusubscribe YouTube channel zetu na wewe uweze kupata matakwa yako ambayo unayahitaji. Kama wewe ni mwanamichezo, kama wewe ni mtu wa ICT, unapenda kusoma masuala ya teknolojia, sisi ni walimu tuliokubuu. Kama wewe unahitaji kutengeneza website na digital marketing na vitu vingine vyote vizuri vinavyohusiana na tehama au ICT, basi utaona bango letu linapita hapo. Uchukua namba kwenye hapo bango. Sisi tupo jijini Dar es Salaam, Bugurunisheri. Utatukuta kwa namba hizo, au ukatufuata tukufundisha au tukutengeneza masuala utakayotaka wewe. Asante sana, asante sana, asante sana. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.